Karibu sana kwenye video hii na tunakukaribisha sana kwenye channel yetu. Leo tunazungumzia kitu ambacho ndicho msingi wa mafanikio yote makubwa duniani. Nagusia leo tena nidhamu. Watu wengi wana ndoto nzuri, mipango mizuri na hata uwezo mkubwa sana. Lakini kinachowatenganisha wale wanaofanikiwa na wale wanaobaki pale pale ni nguvu ya kujidhibiti, yaani nidhamu binafsi. Leo nitakuelezea hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nidhamu yako, kuisimamia na kuifanya iwe sehemu ya maisha yako kila siku. La kwanza, elewa kwa nini unahitaji nidhamu. Nidhamu sio adhabu, ni daraja kati ya malengo yako na mafanikio. Watu wengi hukimbilia matokeo haraka sana, lakini nidhamu inakufundisha kuvumilia ule mchakato. Jiulize kwanza, kwa nini nataka nidhamu? Kama unataka kubadilisha maisha yako, au kuacha wivu au kujenga biashara imara, lazima uone thamani ya nidhamu kama silaha ya maisha. Lakini njia ya pili ni anza na tabia ndogo ndogo kila siku. Nidhamu haijengwi kwa siku moja. Anza na vitu vidogo. Kuamka muda ule ule kila siku. Kwa maana ukijikadiria kwamba mimi nitakuwa naamka saa 12, basi maintain amka saa 12 kila siku. Lakini pia kufanya kitanda mara tu baada ya kuamka. Tunaita kutengeneza kitanda. Yaani unajua unaweza kukuta wewe uko rough sana, hata kitanda unaamka hautandiki. Sasa ukitaka kutengeneza nidhamu ya kutandika kitanda, unaanza kutandika kitanda siku ya kwanza, siku ya pili kwa lazima. Lakini kukaa dakika 10 tu kujisomea au kufanya mazoezi. Namaanisha utaratibu mdogo unaojirudia kila siku ndio unajenga tabia kubwa za kudumu. Kwa kizungu wanaita consistency, ni zaidi ya motisha. Lakini hatua tatu ni epuka kutegemea hisia. Hisia hubadilika. Mara unahisi kufanya, mara hautaki. Lakini nidhamu inamaanisha kufanya hata pale unapohisi kuchoka. Kwa mfano, unapochoka lakini bado unaenda mazoezini. Unapokosa hamasa lakini bado unasoma au kufanyia kazi ndoto yako fulani. Hapo ndipo nguvu ya kweli inajengwa. Lakini jambo la 4, weka mipango na ratiba. Usisubiri muda utokee, panga siku yako. Tenga muda wa kufanya kazi, kupumzika na kujifunza. Weka lengo dogo la kila siku. Mfano, leo nitaandika kurasa 2 za kitabu changu. Ukijitawala kwenye muda wako, unajenga nidhamu ya akili na mwili. Lakini hatua 5, epuka vichocheo vya kukudhoofisha. Nidhamu ni kama misuli, inaweza kudhoofika pia. Epuka marafiki wanaokupotezea muda, mitandao ya kijamii kupita kiasi au vishawishi vya uvivu. Kwa maana weka mipaka. Zima arifa zisizo na maana, punguza kutazama video zisizo na faida, weka muda wa digital detox mara kwa mara. Lakini ukitawala mazingira yako, utaimarisha tabia zako. Lakini mbinu ya 6, jipe tuzo na thamani. Kila hatua ndogo ya nidhamu unayoishinda jipongeze. Hata kama ni wiki moja tu umeweza kushikilia ratiba yako vizuri kwenye jambo fulani, hiyo ni hatua kubwa sana. Nidhamu sio mateso, ni ushindi wa kila siku unaojenga tabia ya mshindi wa kweli. Lakini ya 7, jifunze kutoka kwa watu wenye nidhamu kubwa. Watazame watu kama kina Elon Musk, nidhamu ya kufanya kazi kwa saa nyingi sana. Watazame watu kama Kobe Bryant, nidhamu ya mazoezi kila alfajiri. Angalia watu kama kina Nelson Mandela, nidhamu ya akili na moyo usiokata tamaa.
Wote hawa hawakuwa bora kwa bahati mbaya tu, lakini walijitawala na walielewa nini maana ya nidhamu. Kumbuka kitu kifuatacho: hakuna mafanikio bila nidhamu. Hakuna tabia iliyo njema bila nidhamu. Hakuna furaha ya kweli bila nidhamu. Jenga nidhamu yako hatua kwa hatua, na utaona mabadiliko makubwa kwenye maisha yako, afya yako, mafanikio yako na mapambano yako ya kila siku. Kama umejifunza jambo hili leo, usisahau kusubscribe video yetu, kushare, kulike na kucomment. Kama kuna popote unahisi tunaweza kuongezea, tutashukuru kwa hilo. Na asante, na karibu tena kwenye video nyingine inayofuata.